Aina ya mwisho inayochochea kasi ya kiungu maishani mwetu ni kurithishwa neema na baraka za Mungu kutoka kwa watu wengine. Kurithishwa neema na baraka za Mungu kutoka kwa watu wengine. Nimeandika nikasema, mojawapo ya siri nyingine kubwa inayochochea kuachiliwa kwa kasi ya kiungu katika maisha yetu ni kurithi neema, hekima, maono na utumishi na roho ya utumishi kutoka kwa wale waliokutangulia au waliofanikiwa kabla yako. Unarithi. Endelea nikasema hivi, Mungu mara nyingi hufanya kazi kwa kuunganisha vizazi. Mungu huwa anafanya kazi kwa kuunganisha vizazi, ambapo kile kizazi cha kwanza, yale ambao imekwisha kuyafanya, yanakuwa msingi wa kizazi cha pili. Badala ya kuanzia kutoka sifuri, kile kizazi cha pili kinakuja kuendeleza safari ya maendeleo kutokea pale waliporithi. Kwanza sifuri ni mtihani mkubwa. Unahitaji neema ya Mungu ikushike mkono. Wewe ukalingana na mtu ambaye ameanza akiwa ana urithi. Sasa Mungu anavyofanya kazi yake ni kwamba huwa kuna uwezekano wa kurithi kutoka kwa watu waliokutangulia. Kwa hiyo katika maisha huwa hatuanzi sifuri. Ukianza sifuri, hicho ni kiburi chako tu. Lakini kuna namna ambavyo unarithi, na ukirithi hauanzi zero. Unaanza ukiwa na mtaji tayari, ukiwa na nguvu fulani tayari, ukiwa na uwezo fulani tayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nao ni kasi ya kiungu, na ukumbuke urithi haugharimiki, si ndio? Hugharimiki. Na ndio maana ukiwa mtoto lazima ujifunze kuibeba ile roho. Umeelewa? Jifunze uirithi ile roho, kwamba mama hapa yeye anafanyaje mpaka supermarket iendelee. Kwa sababu ukirithi kitu ambacho hujarithi roho yake, hicho kitu kinakufa. Unaweza ukarithi neema kutoka hapa. Kitu tunachotakiwa ni kuwa mwana tu, si ndio? Kwa sababu mwana ndio anayerithi urithi, si ndio? Mtoto ndio anayerithi. Wewe kama sio mtoto huwezi kurithi. Huwezi. Kwa hiyo wewe endelea tu kuwa mguu mmoja pande, mguu nje. Unajifanya wewe ni haramu. Wewe ni mwana haramu. Yani ni mwana lakini ni haramu, si ndio? Haramu. Kwa ni vizuri ukawa halali. Maana ukiwa mwana halali unarithi, utaanzia mahali fulani. Na Biblia inasema kuna urithi ambao Mungu ameuweka, umehifadhiwa mbinguni. Lazima ukue ili upate kurithi. Kuwa katika uwana.